Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Wakati ule Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya, maana hakutaka kutembea katika Uyahudi kwa sababu Wayahudi walikuwa wakitafuta kumuua. Na sikukuu ya Wayahudi, sikukuu ya vibanda, ilikuwa karibu. Hata ndugu zake walipokwisha kukwea kuiendea sikukuu, ndipo yeye naye alipokwea, si kwa wazi bali kana kwamba kwa siri. Basi baadhi ya watu wa Yerusalemu wakasema, "Je, huyu siye wanayemtafuta ili wamuue? Na kumbe anena waziwazi, wala hawamwambii neno." Yamkini hao wakuu wanajua hakika ya kuwa huyu ndiye Kristo. Lakini huyu twamjua atokako, bali Kristo atakapokuja hakuna ajuaye atokako. Basi Yesu akapaza sauti yake hekaluni akifundisha na kusema, "Mimi mnanijua, na huko nitokako mnakujua. Wala sikuja kwa nafsi yangu, ila yeye aliyenipeleka ni wa kweli, msiyemjua ninyi. Mimi namjua, kwa kuwa nimetoka kwake, naye ndiye aliyenituma." Basi wakatafuta kumkamata, lakini hakuna mtu aliyeunyosha mkono wake ili kumshika, kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, karibu katika tafakari, ikiwa leo ni Ijumaa ya Dominika ya 4 ya Kwaresma. Mpendwa mtazamaji, wachunguzi wa mambo wanatukumbusha kuwa neno la Mungu ni moto na tena linachoma. Utume wa Yesu na mahubiri yake katika Galilaya unawachoma Wayahudi, unaamsha kinyongo, chuki na hasira kwao. Ndugu yangu mpendwa msikilizaji, msingi na msisitizo katika mafundisho ya Yesu ni haki, amani na kweli, ambavyo vinafanya Wayahudi wajione kama Yesu anawashambulia. Njia pekee kwao kulinda maslahi na itikadi yao potofu ni kufanya njama ya kumuua Yesu. Haki na kweli zina gharama zake, ambazo ni pamoja na kunyamazishwa kwa mbinu za kidhalimu, kuchukiwa, kutafutiwa njama za kuangamizwa na hila nyinginezo. Matukio kama haya mara nyingi yanatuogopesha sisi, tukijikita katika changamoto hii nzito ya kutetea haki na ukweli. Ndugu mpendwa mtazamaji, tunawaombea hasa watetea haki katika jamii zetu, wazidi kuimarika katika kulinda na kutetea utu na haki kila siku, katika kumtetea mwanadamu mnyonge ambaye hawezi kuongea kwa yale ambayo anafanyiwa vibaya. Tuombe Roho Mtakatifu daima wale ambao wanakuwa tayari kuzungumzia ukweli na haki ya watu, waimarike bila kutetemeka na bila uoga, ili daima sisi sote tuendelee kuwa wafuasi wa Kristo tuliokuwa na furaha katika maisha yetu ya kumtumikia Mungu hapa duniani. Tumsifu Yesu Kristo.